Karibu katika episode ya 10 na ya mwisho recap yetu. Kama bado hujatazama sehemu ya 9, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako, na kama bado hujagusa alama ya kusubscribe, fanya hivyo ili tuweze kwenda pamoja. Tulipokuwa tumeishia katika episode ya 9 ni mara baada ya kumuona Mwamba Jian akiwa anamshawishi Nandu kwamba aweze kufanya mauaji na atamlipa pesa kubwa sana, lakini mwisho wa siku Nandu akaweza kukubali kwenda kumuua rafiki yake wa karibu. Na wakati huo madaktari walitimba katika maeneo yale na kutoa ripoti kwamba chanzo cha kifo cha mzee ilikuwa ni mshtuko wa moyo, lakini hawakuweza kusema kabisa kwamba mzee alikuwa amepewa sumu. Bila shaka alikuwa amepewa chochote kitu. Ila kwa kuwa kesi hii ilikuwa na viashiria kidogo vya masuala ya mauaji, basi moja kwa moja polisi waliomba searching warrant na kutimba katika ile nyumba kwenda kufanya uchunguzi zaidi. Jambo baya ni kwamba hawakufanikiwa kupata kile ambacho walikuwa wamezamilia kwenda kukitafuta ili waweze kumtia hatiani yule mama wa kambo. Tukitoka nyumbani kwa mtajili, moja kwa moja tunaelekea katika eneo la msiba. Huku bana, mwanamama Yura, yule mama yake na Mwamba Junhe, alikuwa ametimba hapa na kulia sana kwa sababu huyu alikuwa ni mume wake kipindi cha kwanza. Lakini mama wa kambo alipoweza kumuona analia sana, akamuita huko chobingo kidogo na kumwambia kwamba, "Kwa nini unalia mtu ambaye sio mume wako?" Mwanamama Yura alipoweza kusikia maneno hayo ya kichefuchefu, moja kwa moja akamlamba kibao na kumwambia kwamba usinizoee kabisa. Naye mama wa kambo akawa amekasirika na moja kwa moja akataka kurudishia kile kibao, lakini kabla hata hajaweza kumzuta tu, hapa akajitokeza yule bidada samaki mtu na kuweza kumzuia, huko akawa amemshika mkono wake. Sasa wakati ameushika mkono huu, kaanza kuona namna ambavyo mama wa kambo alikuwa anafanya mchakato wake wa kuweza kumuua mzee. Katika mazingira yote alivyokuwa anapita, namna alikuwa anafanya michakato yake, na aliweza kugundua kwamba mama wa kambo alikuwa ameficha baadhi ya vitu katika ile nyumba. Basi haraka sana akamwambia Junje kwamba waende wakafanya utafiti katika ile nyumba, kwani kuna baadhi ya vitu ameweza kuviona. Kwa sababu Mwamba Junje hapo ni nyumbani kwao pia, basi alikuwa na uhuru wa kwenda kufanya search katika hayo maeneo. Mwisho wa siku, kupitia mwongozo wa yule bidada samaki mtu, akaweza kufanikiwa kuingia katika chumba fulani hivi ambacho ni cha siri sana, na hii kichumba inaonekana kwamba mwanamama ndo alikuwa ameficha vitu vyake vyote alivyokuwa akivitumia kuweza kumzuru mzee. Haraka sana polisi wakawa wamepewa taarifa na moja kwa moja wakatimba katika maeneo ya msiba na kisha wakamkamata huyu mwanamama kwenda kufanywa mahojiano. Hasa baadaye kidogo bidada samaki mtu akiwa anarudi nyumbani pamoja na Mwamba Junje, basi bidada akaanza kumwambia Mwamba kwamba siku moja nilikuwa nikimfuta kumbukumbu yule kaka jambazi. Kwa bahati mbaya niliweza kushuhudia mtu ambaye alikuwa ameweza kutufanyia mauaji yetu kipindi cha zamani sana. Na bidada akasema kwamba wote tunamjua, mimi pamoja na wewe. Sasa huko kituo cha polisi, haraka sana mwanasheria akawa ametimba na kumsima na mama kwamba asizungumze kitu chochote kile mpaka atakapokuwa amehojiwa. Basi anatakiwa kusema kwamba mwanasheria wangu atakwenda kuzungumza. Na ni kweli kabisa, mwanamama alikaza sana. Kila alipokuwa akijaribu kuhojiwa, bado yeye aliendelea kukaa kimya kwa kusema kwamba atakwenda kuzungumza mwanasheria wangu, alafu mimi sijisikii vizuri kwa sasa. Tukirudi mitaani, siku ya leo Mwamba Nandu alimpigia simu yule mtu aliyekuwa ametuma kazi ya kwenda kufanya mauaji na kumwambia kwamba siku ya leo mishale ya saa 5 usiku basi ndakwenda kumteketeza Mwamba. Basi baada ya muda kidogo polisi wakaonekana kwamba mwanamama hana kosa lolote lile. Mwisho wa siku akawa amemtoa pale kituo cha polisi. Mishale ya saa 5 usiku kama ambavyo Nandu alikuwa amemwahidi Mwamba, ni kweli kabisa siku ya leo alikwenda kutekeleza mauaji yake. Aliweza kumkuta Mwamba Junje katika maeneo fulani vya basement akiwa anapaki gari, kisha akampiga na bonge la lungu katika maeneo ya uchogo. Jamaa akawa ameanguka. Lakini Mwamba Teho alikuwa akitazama katika kompyuta CCTV kamera zote, kumbuka kwamba ameweza kuzihaki. Akashangaa kuona kwamba Nandu ana uwezo wa kumpiga mtu ambaye ni wa karibu zaidi katika maisha yake. Basi moja kwa moja Teho akamshtua Suchan yule bidada samaki mtu na kumwambia kwamba tufanye haraka sana twende kumkomboe mpenzi wako. Lakini wakati huo tunaonyeshwa Nandu akiwa anamkokota Mwamba taratibu kumpeleka katika majengo ambayo yameweza kutelekezwa zamani kidogo. Huko alikuwa amepanga kukutana na hao mabosi wake ili lengo aweze kumkabidhi Junhe. Ni kweli kabisa mama wa kambo alikuwepo katika mitaa hii. Mwamba akawa amemfungia hapa katika kiti kisha akamchoma sindano ya sumu. Na wakati mwanamama anaamini kwamba jamaa atakwenda kupoteza maisha hivi karibuni, basi akaanza kumfungukia yote alikuwa ameyafanya na kusema kwamba ni kweli kabisa mimi nilikuwa nataka kumuua mume wangu na ni mimi ndio niliweza kumteketeza mazima yani. Na mwanamama baada ya kufunguka yote akashangaa kuona kwamba jamaa alikuwa anacheka tu. Sasa jamaa anacheka nini? Kumbe bana maafando walikuwa kama wote humu ndani, na huu ulikuwa ni mpango tu ambao walikuwa wameweza kuandaa ili kuingiza hawa watu katika mtego. Na mwisho wa siku mama wa kambo akawa ameishia katika mikono ya polisi. Sasa mtoto wake akapata taarifa kwamba mama wake anakamatwa. Haraka sana katimba katika maeneo hayo na kunyanyua bunduki yake, kisha akawa anataka kumfiatulia Mwamba. Lakini bidada Sunchang yule samaki mtu akaenda mbele ya Mwamba na kuweza kuikinga ile risasi. Mwisho wa siku bidada akawa amepigwa ile risasi. Sasa utabiri yule profesa ndio kawa unaanza kutimia. Mtoto wa mama wa kambo akawa amedhibitiwa na jeshi la polisi na moja kwa moja bidada akawa anakimbizwa kuelekea hospitalini. Jamaa analia tu akimsihi bidada kwamba asimwache peke yake. Na mtoto wa mama wa kambo alijua wazi kabisa kwamba katika kesi hii hawezi kabisa kutoboa. Alikuwa na chupa ndogo ambayo alikuwa amempatia Nandu kwamba aweze kumchoma Mwamba, lakini ilikuwa imebakia pia naye katika mfuko wake, basi akawa amekunywa ile sumu. Na wakati mtoto wa mama wa kambo anafanywa mahojiano, basi hali mbaya ikazidi kuendelea katika mwili wake na mwisho wa siku akajikuta tu anaanza kutapatapa chini. Upande wa pili naye mama yake wakati anaendelea kufanywa mahojiano, haraka sana ikaja taarifa kwamba mtoto wake anatapatapa pale chini, sijui amekunywa sumu au kitu fulani ambacho kinaweza kadhuru. Mama haraka sana akachomoka katika eneo lile na kwenda kumtazama mtoto wake, lakini alipokuwa akimtazama mwanae alishangaa kuona kwamba mtoto wake akasema kwamba najuta kuwa na mama kama wewe, na kuwa na mama kama wewe ni laana katika dunia hii. Kisha dogo akawa anapoteza maisha. Huko hospitalini Mwamba Junje bado ana mawazo kweli kweli, kwani bidada yuko kufanywa upasuaji na Mungu saidia aweze kutoka salama. Lakini pia Mwamba Nandu akawa amemfikishia jamaa taarifa kwamba mdogo wake wa kambo ameweza kupoteza maisha
maisha kwa kunywa sumu. Kitu hichi kikawa kimemuumiza sana kaka mtu, kwani alitamani mdogo wake huenda angeishia gerezani na si kunywa sumu kama alivyoweza kufanya. Taarifa njema ikawa imeambatana nao hapo hapo. Madaktari wanasema kwamba bidada kwa sasa anaendelea vizuri sana, ila jambo la kushangaza ni kwamba wakati wanamfanyia bidada matibabu yake walikuja kugundua kwamba mwili wake ulikuwa unapona haraka sana. Mwamba Junjie akawa amemfuata bidada kisha akamwambia kwamba kama ungeweza kufa basi na kuahidi kwamba hata mimi mwenyewe ningeweza kufa, nisingeweza kuruhusu kabisa katika maisha yangu kuishi bila wewe. Na ndio haya anayoyasikia ni ya chumbani bana. Mwisho wa siku akaamua kuweza kuwapisha watu. Itaani taarifa zilizoweza kusambaa ni juu ya taarifa ya kwamba yule mama wa kambo ameweza kukamatwa kwa tuhuma za kuweza kusababisha mauaji ya mume wake. Moja kwa moja akasomewa kifungo cha miaka 30 gerezani. Hasa huyu kaka jambazi alikuwa anaagizwa sana na huyu mama wa kambo. Ikabidi moja kwa moja kumpigia simu profesa ili aweze kugundua ni kwa nini yeye aliweza kupoteza kumbukumbu na ni kitu gani hasa alikuwa akikifuatilia katika maisha yake. Lakini baada ya profesa tu kuweza kupigiwa simu na huyu kaka jambazi, moja kwa moja na yeye akawa amempigia Mwamba Junjie na kumwambia kwamba anahitaji pia muje kwa sababu ile jamaa anakuja siku ya leo. Na ni kweli kabisa, mzee baba akawa amefika pale katika hospitali ya profesa na moja kwa moja akawa anaondeshwa ndoto namna gani ambavyo maisha yake ya nyuma yalikuwepo. Lakini taarifa zinaonyesha kwamba huyu jamaa alikuwa ni msumbufu sana katika ufalme na kuna kipindi alipewa adhabu ya kifo. Na aliposhtuka kutokea katika usingizi akasema kwamba sasa nimekwisha kujijua mimi ni nani, na ni kweli kabisa mimi nastahili kuua watu kwa sababu mimi kwa asili nilikuwa ni muuaji. Ndio maana mimi ni muuaji kila wakati na kwa sababu wewe profesa unajua siri zangu basi naanza na wewe. Akataka kuanza kumkaba huyu profesa. Ghafla tu Mwamba Junjie akaweza kujitokeza hapo na kuweza kumzuia. Na polisi hawakuwa wanacheza mbali kabisa, moja kwa moja akawa amemkamata jamaa na kuelekea gerezani. Junjie baada ya kukamilisha jukumu zito sana la kuweza kumkamata huyu jambazi, moja kwa moja akawa anaelekea kule katika mitaa ya hospitalini. Sasa kwa sababu jamaa ni mjanja akavaa mavazi ya kidaktari na moja kwa moja akaenda kufuta bili zote zinazoonyesha kwamba bidada ameweza kutibiwa hapa. Na moja kwa moja akamchukua bidada kisha akampeleka nyumbani. Lakini alikuja kugundua kwamba bidada alikuwa anaonyesha utofauti kutoka siku hiyo tu alipoweza kupigwa ile risasi. Hali yake haikuwa nzuri kabisa. Na mwili wake ili uweze kukaa vizuri ni lazima bidada aweze kurudi katika bahari aliyoweza kutokea. Kule ndo kunaweza kuwa ni tiba katika mwili wake. Mwamba Junjie hakuwa na namna yoyote ile isipokuwa kujiandaa kwa ajili ya kuweza kumsafirisha bidada. Moja kwa moja akachukua ile bangili yake na kuweza kumvisha bidada kisha akamwambia kwamba tutazidi kuonana daima na daima. Na wakati Mwamba anamwaga bidada akamwambia kwamba sitaki kabisa unifute kumbukumbu zangu, nataka nizidi kukukumbuka kipindi chote utakachokuwa haupo. Lakini bidada aligundua kwamba Mwamba atakuwa anateseka sana kwa kuendelea kumkumbuka yeye kila siku. Basi akawa amempiga kisi, na wakati anampiga kisi hili basi akawa anamfuta kumbukumbu zake zote. Na bidada hakuishia tu kwa huyu mpenzi wake, alikwenda kwa marafiki zake wote na watu wote waliokuwa kimfahamu. Bidada akajisemea moyoni mwake kwamba naondoka, lakini nitakwenda kuishi maisha peke yangu na kumbukumbu za kwamba mmewahi kuishi na kiumbe mimi hazitokuwepo katika akili zenu hata siku moja. Bidada Sunchang akawaaga wote na moja kwa moja akatimba katika fukwe za bahari. Alipofika katika eneo hili alisita sana kuingia ndani ya maji, lakini mwisho wa siku akaamua kuzama ndani ya maji. Ni miaka mitatu imeweza kukatika sasa kutokea bidada alipokuwa ameelekea baharini, na siku ya leo katika hii nyumba ya Mwamba Junjie alikuwa anaendelea kupiga story na marafiki zake, lakini kila siku alikuwa anawaambia kwamba nahisiji kwamba nina miss mtu fulani hivi katika maisha yangu, lakini sielewi ni nani ambaye na miss, ila najisikia vibaya. Na Mwamba ili kuweza kujikeep busy sana, mwisho wa siku akaamua kwenda kusomea upelelezi, na hapa akawa ni mpelelezi polisi ambaye anadili na uchunguzi wa makosa mbalimbali. Naye Mwamba Nandu akaacha kabisa kazi yake ya utapeli na huku akaendelea kufanya kazi sasa hivi ya lecture katika chuo. Na sasa huku upande wa pili katika bahari ni miaka mitatu imeweza kupita. Bidada kumbuka kwamba wakati wote huo alikuwa amelala tu kando ya bahari, na lengo ni kwamba mwili wake angalau uweze kupona kutokana na lile jeraha la risasi. Na leo alipoamka tu akajisemea moyoni mwake kwamba shughuli ya kwanza ambayo natakiwa nianze ni kuwatafuta wale niliokuwa nikiwapenda. Lakini siku ya leo kuna mtu alikuwa ameagizwa kuleta msosi katika maeneo ya beach, ila akashangaa kuona kwamba mtu huyo aonekane alikuwa ameagiza hicho chakula. Na kumbe tayari bidada alikuwa katika maeneo hayo ya fukwe, tayari ametokea kule Spain na moja kwa moja ametimba katika mitaa ya Korea, yuko hapa mjini. Bidada raundi hii amerudi akiwa ni mjanja sana, moja kwa moja akiwa amevaa amependeza kweli kweli, akawa anatembea katika mitaa na moja kwa moja anaelekea katika nyumba ya Mwamba Junjie. Sasa ile time bidada Sunchang ameweza kufika hapa katika nyumba ya Mwamba Junjie, alishangaa kuona kwamba Mwamba Nandu amemsahau kabisa na kuanza kuulizia unamtafuta nani. Lakini bidada alivyokuwa anajingatangata Nandu akawa ameingia ndani kwa kusema kwamba endelea kujingatangata hapo nje. Lakini bado bidada akaendelea kugonga hodi. Mwisho wa siku Nandu akawa ametoka kwa hasira kidogo, na mwanamama Yura akawa ametimba mitaa hiyo akasema kwamba we binti, karibu ndani uweze kujipatia chai kwa sababu ni baridi sana sasa hivi. Hasa bidada alipokuwa ameingia ndani kumbuka kwamba haya mazingira yote anayajua, akajikuta tu maeneo ya kuchukua tishu anayajua kabisa na maeneo ya kuendekea bafuni anayajua kabisa. Akaanza kushangaa kwamba huyu bidada mbona unafikia anajua nyumba yote. Nyakati za jioni bidada akatoka pale katika ile nyumba na akaanza kuzunguka kidogo katika mitaa, na akagundua kwamba hiki ni kile kipindi ambacho mvua ya mawe huwa inanyesha. Lakini akiwa njiani akakutana na Mwamba Junjie akamsalimia, na Mwamba Junjie alikuwa amemjibu vizuri tu. Afu Mwamba alikuwa anaonekana yuko kawaida tu. Bidada akaanza kujilaumu kwamba kwa nini nimekuja hivi, lakini mbona jamaa anaonekana anaishi maisha yake vizuri tu bila mimi. Basi bidada akakaa kando kidogo ya barabara akaanza kulia sana. Lakini wakati huo Mwamba Junjie akawa ametimba kando yake akiwa amebeba mwamvuli, akamwambia bidada kwamba naomba mkono wako. Bidada akashangaa sana, akamuuliza Mwamba, hivi ni kwamba unanikumbuka? Jamaa akamwambia kuwa siku ulipokuwa unaondoka
kuondoka tu. Mimi tayari nilikuwa nimeandika kila kitu, nilijua kabisa kwamba pindi utakaponifuta kumbukumbu zangu lazima kuna siku nitatafuta kumbukumbu hizo. Na Mwamba hakutaka kabisa kwa sasa waweze kuishi katika nyumba ambayo ina watu wengi, huenda watakosa uhuru wa kufanya baadhi ya mambo yao. Moja kwa moja akatafuta nyumba ambayo ilikuwa kando kidogo ya beach, na hapa wakasema kwamba watakwenda kuishi milele katika mitaa hii. Basi kwa kuwa kulikuwa kuna baridi sana, Mwamba ikabidi kumkumbatia sana bidada, na mwisho wa siku bidada akawa anamsogelea Mwamba kana kwamba anataka kumkisi. Jamaa akawa amemzuia na kumwambia kwamba huenda unataka kunifuta kumbukumbu zangu wewe. Lakini bidada akawa anajibebisha kwa kusema kwamba hapana bana, nilikuwa nataka tu nikukisi. Jamaa akamwambia labda nikukisi mimi. Akataka kumkisi bidada, bidada akawa anakimbia. Baada ya kukimbizana kwa muda mrefu, siri inaonyesha kwamba walikuwa wamekimbilia chumbani, na mwisho wa siku mlango wa chumbani ukawa umefungwa. Kilichokuwa kinaendelea huko ndani hata sikijui. Miezi 7 baadaye tunaonyeshwa bidada Sunshine amenenepa sana. Sijui anakulaga nini, yani kitumbo kimekuwa ndindi. Mpaka kufikia hapo DJ Paul na kosa ziada na neno zuri zaidi la kukuachia ni kwamba endelea kutupenda, endelea kutufuatilia, lakini pia endelea kugusa alama ya kusubscribe kama bado hujafanya hivyo, lakini pia endelea kugusa alama ya kulike kila wakati. Lakini kwa wewe ambaye umependa tamthilia hii na umeitazama na kuna kitu fulani ambacho umeweza kujifunza, basi nikukaribishe sana kwamba tuna nafasi za watu kuweza kuigiza na tunatumia vifaa vya kisasa zaidi, na nafasi ziko wazi kwa wakazi wote wa jiji la Dar es Salaam. Unakaribishwa sana kuweza kujiunga nasi katika kufanya tamthilia moja kali sana ambayo itakuweza kuanza kutoka siku za hivi karibuni. Nyote mnakaribishwa. Kama unahisi una kipaji cha kuigiza, basi ni vyema ukanicheki inbox kupitia nambari ya simu unaweza kuiona hapo chini ya screen yako. Karibuni sana. Hii ni PVP Media Max na mimi naitwa DJ Paul.